Ndugu wapendwa, karibuni sana katika misa ya Jumapili ya Majilio ya Jumapili ya tatu. Ni Jumapili inatukumbusha kwamba kuna furaha, si ndio? Lakini mara nyingi sisi kama binadamu tunatafuta furaha nje ya maisha yetu. Lakini leo masomo yetu inatukumbusha kwamba furaha ya kweli ni inatokea ndani ya mioyoni mwetu, na furaha kutoka kwake Mungu. Wakati tunapokuwa na Mungu ndio ni furaha inakuja kwetu. Lakini mara nyingi tunaenda kutafuta furaha labda kwa sababu ya udhaifu wetu. Mara nyingi kwa mawazo, maneno, vitendo tunatafuta sasa furaha mahali sio pazuri, au tunatenda vitendo sio vinavyotakiwa. Kabla kuendelea na misa yetu, tujute dhambi zetu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwa nini nimekosa Mungu kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutetemeza wajibu? Nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Tuombe.
huo mkubwa sana na kuziadhimisha daima kwa ibada kuu na shangwe kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Nyika na mahali pote ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharoni. Watauona utukufu wa Bwana, ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliye bubu utaimba. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Neno la Bwana. Uje Bwana kutuokoa. Shika kweli milele, wafanyia hukumu walionewa, wapa wenye njaa chakula, Bwana huwafungua waliofungwa. Bwana huwafumua macho waliopofuka, Bwana huwainua walioinama, Bwana huwapenda wenye haki, Bwana huwahifadhi wageni.
njia ya wasio haki huipotosha. Bwana atamiliki milele, Mungu wako Sayuni, kizazi hata kizazi. Somo la waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote. Ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Tazama, mkulima ungoja mazao ya nchi yaliyo ya thamani, huvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Nanyi vumilieni, mthibitishe mioyo yenu, kwa maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Ndugu, msinung'unikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Neno la Bwana. Naam, mwisho la misa takatifu Dominika ya 3 ya Majilio, Dominika Furahini Gaudete, kutoka parokia Mtakatifu Petro Oysterbay, jimbo kuu la Dar es Salaam. Wakati huu ni shangilio. Baada ya hapo itatangazwa Injili takatifu na mwadhimishaji wa misa hii, Padre Agostino Selap wa shirika la wamisionari wa Salesiani wa Don Bosco. Bwana awe nani. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yohane aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohane mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa,
na maskini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyochukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuwaambia makutano habari za Yohane. Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unazi ukitikiswa na upepo. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Tazama, watu wawao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii? Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyu ndiye aliyeandikwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayetengeneza njia yako mbele yako. Amin, nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohane Mbatizaji. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tupo katika, kama niliposema mwanzoni, katika Dominika ya 3 ya Majilio. Kwa Kiingereza, kwa Kilatini tunasema Gaudete Sunday, ndio? Inamaanisha kwamba Dominika ya furaha. Na tumewasha pia, nimeona sasa mshumaa wa 3, ndio? Ya rangi ya waridi imewashwa. Inamaanisha kwamba tumeingia katika Dominika ya furaha. Kwa sababu gani tunasherehekea, tunakumbuka, tunaelekezwa kwamba tuwe na furaha? Kwa sababu Masia yuko karibu sana, anakaribia, si ndio? Ni tuwe na furaha ili tumkaribishe. Lakini katika ulimwengu hasa tunapoishi, hasa wa leo, tunaona kwamba mara nyingi furaha inahusishwa na hisia zinazoletwa na mambo ya nje. Kwa mfano, mafanikio, utajiri, starehe, burudani, raha, kukubalika na wengine au kufanikisha malengo. Mara nyingi tunatafuta furaha ya nje, si ndio? Hiyo ndio inaonekana ni tuseme ya tabia ya binadamu sisi. Lakini ukweli ni kwamba hii ni furaha ya muda mfupi na hutegemea kila mtu anacho au hali ya maisha ilivyo kwa sasa. Utamaduni wa kisasa unachanganya furaha na msimko wa muda. Lakini sisi wa Kristo tunaamini katika furaha zaidi hiyo. Furaha ya kumpata yeye asiyobadilika, furaha yenye ukamili. Manake Mungu mwenyewe, tunamfuata yeye. Masomo yetu ya leo yanatukumbusha hiyo. Yanatufundisha kwamba furaha ya kweli hutokea hata katikati ya mateso, subira na imani ya kina. Nataka kutumia tafakari hii aliyotayarisha pia frate wetu anaitwa Humphrey Chalamila, na ameweka vizuri jinsi ya furaha. Katika somo la kwanza tulisikia katika somo la kwanza kwamba wana wa Israeli wako utumwani Babeli, na nchi ya Israeli huko nyuma imekauka. Mioyo ya watu imevunjika na hakuna matumaini, na wamepoteza sasa furaha. Wameona kwamba Mungu amewasahau, na kipindi cha ukame na kimwili ya kiroho kilichojaa mahangaiko makubwa. Kwa walikuwa na mahangaiko. Hapo ndipo ni nabii Isaya anaingia.
anakuja na maneno jangwa litafurahi. Jangwa litafurahi. Nabii Isaya anatoa taswira ya mabadiliko. Jangwa litachanua maua, viwete wataruka kama ayala, bubu watapaza sauti, na waliohukumiwa watarudi kwa nyimbo. Ni kusema kwamba furaha ya Mungu haitegemei mazingira. Furaha ya Mungu haitegemei mazingira, bali ahadi yake. Ndio ni Nabii Isaya anawakumbusha Waisraeli, Mungu anafanya jangwa la maisha kuwa bustani. Pale ambapo tulisikia katika somo, pale ambapo Mungu anakuja, giza hubadilika kuwa nuru na huzuni kuwa furaha. Labda swali la kutafakari kwetu sisi leo ni kwamba ni jangwa gani la maisha yangu linahitaji furaha ya Kristo? Bwana anasema nawe leo, usiogope, kama aliwaambia wana wa Israeli. Usiogope. Mikono iliyolegea na magoti yaliyolegea yatatiwa nguvu. Tazama, Mungu wako anakuja. Ndio ni somo la kwanza inatufundisha. Na katika somo la pili tumeona kwamba mtume Yakobo anaandika kwa Wakristo wanaoteseka kisaikolojia na kupoteza subira. Wao pia ni wanakuwa na haraka, wanataka kuona Masia, wanataka kuona kwamba kweli atakuja kesho. Nani huyu? Wakati gani? Dini ya Ukristo ilionekana ni kama ni ushamba. Wakristo wakatamani sana Bwana ajitokeze na awatie moyo. Walikuwa wanajiuliza, Bwana atakuja lini? Kwa nini mateso haya? Sasa tuokoe lini? Walikuwa na haraka. Lakini sasa Yakobo anawaambia wawe na wavumilie. Wawe wavumilivu kama mkulima anayeongoja mvua ya kwanza na ya baadaye, na sisi wote tunasubiri pia, ndio? Lakini tuwe na uvumilivu. Katika ulimwengu huu wenye haraka, na sisi tunaishi katika ulimwengu wa haraka, si ndio? Tunasema instant world, si ndio? Nikibonyeza nataka kunywa kahawa kwa mara moja, si ndio? Au nikibonyeza hivi ni lazima nione Google inaleta sasa jibu. We want everything fast, si ndio? Sisi tunaishi katika ulimwengu wenye haraka ambapo watu wanataka furaha ya papo hapo. Lakini Yakobo anatukumbusha kwamba furaha ya Kikristo huzaliwa katika uvumilivu. Mama Teresa wa Calcutta, nadhani sisi wote tunafahamu, anasema uvumilivu ni ufunguo wa furaha. Anayevumilia anampa Mungu nafasi ya kufanya kazi yake. Yakobo pia anaonya, msinungunikieni. Kwa nini? Kwa sababu roho ya manunguniko huwa furaha ndani ya nyumba, ya ndoa, ya jumuiya na ya kanisa. Furaha haipatikani kwa kulalamika. Furaha haipatikani kwa kulalamika. Inahitaji uvumilivu, bali kwa kuamini kwamba kuchelewa kwa Mungu pia ni kwa hekima, si kwa kusahau. Ndio inaonekana kwamba Mungu hayupo kati yetu, amepotea. Je, ninahangaika na maisha yangu, Mungu ameenda wapi? Mara nyingi tunamtafuta Mungu, labda tunasahau kwamba Mungu yupo kati yetu. Kama huyu siku moja mtoto mmoja alipenda sana sasa bibi yake. So weekend moja alienda kumtembelea, na alipoenda bibi yake alimwambia leo tuende kwenye picnic. Tunaenda kwenye picnic. Kwa hiyo mtoto alifurahi, bibi tunaenda picnic. Kwa alimpelekea katika mazingira ya mahali pa mlima hivi. Na alipoenda huko alifurahi, alianza kucheza, aliruka, aliendelea na furaha. Na bibi alipomwona alisema, safi kabisa, naona sasa mwanangu ana
furaha, anafurahia, alafu anacheza, anaruka. Ni wakati mwafaka kumfundisha kidogo katekism. Kwa alimwambia, mwanangu njoo hapa. Kwa alimkaribisha, alafu alimwambia, tazama mazingira haya, inatupendeza, si ndio? Mazingira ni mazuri, na Mungu kweli amechora mazingira haya ile sisi wanadamu tufurahi na tumsifu Mungu. Lakini mtoto bila kusubiria au kusema kitu chochote alisema, ndio bibi, kweli Mungu alichora mazingira haya, lakini unamfahamu bibi, Mungu alitumia mkono wa kushoto kuchora. Bibi alishangaa. Alisema, unajuaje kwamba Mungu alitumia mkono wa kushoto kuchora? Alimwambia, bibi, unafahamu wiki iliyopita, Jumapili zilizopita, masista walitufundisha kwamba Yesu mwana wa Mungu amekaa mkono wa kulia kwake Mungu Baba. Kama Yesu angekaa mkono wa kulia kwake, hawezi kutumia mkono wa kulia, kwa hiyo ametumia mkono wa kushoto kuchora. Tumsifu Yesu Kristo. Sijui Mungu yupo mkono wa kulia, kushoto, ndani ya mioyo yetu, lakini inahitaji subira. Ni lazima tusubiri kumkaribisha Mungu na kupata furaha ya ukamilifu. Katika somo la Injili tunaona kwamba Yohana Mbatizaji akiwa gerezani amefanya kazi kubwa, ameandaa njia, lakini sasa yupo gizani akiteseka. Anasikia habari ya Yesu na anatuma wanafunzi wake kuuliza, wewe ndiye yule anayekuja au tumtazamie mwingine? Huyu ndiye Yohane, yule aliyemuona Yesu na akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Lakini sasa ana maswali. Kristo hakumlaumu Yohane kwa kuhoji wake. Badala yake anasema, mwambieni mnachoona na kusikia, vipofu wanaona, viwete wanatembelea na kadhalika. Kwa maneno mengine, furaha yake Kristo haiko katika kuepuka mateso, bali katika kuona kazi ya Mungu hata katikati ya mateso yetu. Kuangalia, kutambua kwamba kweli Mungu yupo kati yetu. Ndio mahangaiko yupo, lakini kutazama ni mkono wake Mungu katika mahangaiko yetu. Yohane anafundisha somo hili muhimu, kwamba hata watakatifu wanapitia vipindi vya mashaka, lakini hawakataa tamaa. Ndugu zangu, furaha ya kweli haiondolewi na dhoruba za maisha. Hupungua tu kwa muda ili tuione tena upya kwa nguvu zaidi. Hii ndiyo furaha ya Majilio, furaha iliyojikita sio tu katika hali bali katika imani. Kwa hiyo furaha ni kwanza inatakiwa uvumilivu, inahitaji ya imani, inahitaji pia amani. Wapendwa wa Kristo, Dominika ya leo inatuita kuwa watu wa matumaini hata katika janga la maisha yetu. Tunaitwa kuvumilia, kuwasubiri wakati wa kungoja majibu ya Mungu. Labda inaonekana kwamba Mungu anachelewa, labda hatupati sasa jibu tunayotaka, labda hatuoni sasa uwepo wake Mungu, lakini inahitaji uvumilivu na pia kumtazama Yesu hata tunapopita vifungo vya maisha. Leo tumuomba Mungu atupe furaha ambayo dunia haiwezi kutoa wala kuondoa. Furaha ya kuona kazi yake Mungu hata kama inachelewa, furaha ya kusubiri kwa imani, furaha ya kutambua kwamba Masia yuko karibu sana na sisi tumsubiri kwa uvumilivu. Tuungane na Mtakatifu Paulo katika maneno yake
kwa Wakristo wa Filipi. Furahini katika Bwana siku zote, nasema tena furahini. Na furaha hii ichomoze mioyoni mwetu, majumbani mwetu, kazini, parokiani na vile vile pia katika taifa letu. Furaha ya kweli inahitaji imani, uvumilivu na vile vile pia katika maisha yetu tumkaribishe Mungu akaye ndani ya mioyo yetu, ile tunaweza kutambua kwamba kweli furaha ya kweli ni inatokea ndani ya moyo wetu, na wakati tunapomtambua uwepo wake Mungu kati yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Na sasa tusimame tukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu moja, Baba Mwenyezi, na visivyoonekana. Nasadiki kwa Yesu Kristo, Mwana kwa mwana, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuzaliwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atakaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa wingi wa manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungamo wa ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngoje na ufufuo na uzima wa milele ijayo. Amen. Yesu alimsifu Yohane Mbatizaji kama mtu asiyepeperushwa kwa mikondo mbalimbali ya hewa. Maana yake Yohane alikuwa na msimamo wa kutimiza ujumbe kwa uaminifu kabisa. Tuimarishe, tusiumbishwe na madhehebu yanayojitokeza siku hizi kama uyoga, bali tumfuate Yesu na Injili yake kwa msimamo thabiti. Bwana, utupe nguvu ya kushika imani inayotuhakikishia njia ya wokovu, ndiye Yesu Kristo Bwana wetu. Bwana, tusaidie kuwaonyesha wenzetu njia ya wokovu kwa kuwasaidia katika tabu za mwili na shida za roho. Bwana, utuangaze katika mashaka kuhusu imani yetu na kuhusu mwenendo wetu wa maadili. Bwana, waongoze raia nchini mwetu, wawachague wajumbe wa bunge bora watakaotunga sheria zinazozingatia haki na amani. Bwana, kila mmoja wetu tuna nia zetu, na kila mmoja wetu tunatafuta pia furaha ya kweli. Kwa maombezi ya Bikira Maria, tuombe Mungu asikilize sala zetu tunapasali wote pamoja. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu. Baba mwema, upokee maombi yetu kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amen.
nayo itimize agizo la kuadhimisha fungo takatifu na kutenda kwa mafanikio wokovu wako ndani yetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale, hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi ya milele na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Ee Bwana, kweli u mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka maovia ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakaze, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyotuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki na akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema,
twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao iletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutilizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaoitwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Yuda Tadeo na msaidizi wake Henry Mchamungu, pamoja na matakatifu maaskofu wote, wakiloro wote na watu wote unaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Bwana, uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanya kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tusali kwa ajili ya amani katika mioyo mwetu, familia zetu, nchini na duniani kote. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wako, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako,
upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nani. Peane amani kwa furaha. Tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walio kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno tu na roho yako itakuwa. Kwa damu ya Kristo tuende tupate uzima wa milele.
Bwana, tunakuomba utujalie huruma yako ili misaada hii ya kimungu ituondolee dhambi zetu na kutuweka tayari kwa siku kuu zijazo. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tusimame kwa baraka ya mwisho. Lakini furaha inayotokeza ndani ya mioyoni mwetu, si ndio? Nilishangaa mama walipokuja ile sadaka ya pili, mama mmoja alikuwa alimwambia mtoto wake, sio huko, njoo upande huu. Kumbe niliona kwamba wanatangaza wanaume walichangia kiasi gani na wanawake wanachangia kiasi gani. Lakini furaha kwamba kuna furaha wakati tunapotolea kwa ajili ya wengine pia. Okay, hongereni sana kwamba mko moyo wa kuwasaidia wengine. Hongereni, uendelee na furaha, hasa furaha inayotokeza kutoka kwake Mungu. Bwana awe nanyi. Na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na